Kauli hii inaonyesha kwamba maridhiano kabla ya kuwaua Watanganyika ulikuwa ni udhaifu sana, ila maridhiano ya baada ya kuwaua Watanganyika wa kutosha sio udhaifu. Hivi Samia na wengine, mnajua maana ya maridhiano? Mnajua kwenye maridhiano kuna kulipana fidia. Mnajua Wazanzibari wamedhurumiana vyeo na mali. Wanaporidhiana watarudishiana vyeo, kuna mahali watawekana kwenye vyeo, kuna mahali watapeana mali. Mnaporahisisha neno maridhiano, hakuna naye kataa, na yatafanyika tu, yatafanyika, lakini kwa namna nitakayoenda kuonyesha hapa maridhiano kamili ni nini. 2, nitazungumzia swala la heri wapatanishi. Kupatanisha ni nini? Sikiza kidogo alafu nakurudia. Maridhiano si udhaifu, bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Lakini pia katika mafundisho ya Biblia Takatifu, Mathayo 5:9 yanasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa watumishi wema wa Mungu. Tuanze na hili la maridhiano. Samia na wote ambao kwa sehemu kubwa inawezekana damu za watoto wetu, wazazi wetu, wake, waume za watu mnazozimwaga, inawezekana mnapika, mnachemsha, mnachakata, ndo mavazi mnayovaa, inawezekana ndo viti mnavyokalia, inawezekana ndo vyombo mnavyolia kwenye nyumba zenu au kwenye mahoteli vyakula. Niulize swali, panahitaji kuuawa Watanganyika wangapi ndo maridhiano usiwe udhaifu? Panahitaji kupigwa, kuteswa, kutekwa, kupotezwa Watanganyika wangapi ndipo maridhiano usiwe udhaifu? Kuna wakati mlianza kile kilichoitwa maridhiano na Chadema, yalienda wapi? Yalikwamia wapi? Yalihitaji wapotezwe wangapi baadaye? Yalihitaji wauawe wangapi baadaye ndipo maridhiano leo usiwe udhaifu? Yaliishia wapi? Nahoji mimi, kabla ya kuuawa kwa mtoto wangu nilikuwa naita sana mazungumzo, na baada pia, na mpaka leo, ila mazungumzo ya aina gani ndipo ambapo pengine inabidi tuwe tunaelewana. Ya wakati ule ilikuwa ya aina gani? Ya sasa anaweza kuwa ya aina gani? Wakati ule alikuwa nakubalika kusimamiwa na nyie kwa sababu ubaya wenu ulikuwa ni asilimia kubwa mali. Lakini sasa ubaya wenu ishavuka. Ubaya wenu kwa sasa, mali mmeshapora zote. Sasa hivi macho yako kwenye tunapora uhai wa nani? Tunapora utu wa nani? Ndipo mgogoro ulipofika kwamba watu ambao sasa mnapora utu wa watu, mnapora uhai wa watu, hamwezi mkasimamia maridhiano ya aina yoyote. Ngoja nirudi kwanza. Mimi kabla mjaua mtoto wangu nilikuwa naongea sana kwamba haya mambo mbele yatakosa namna ya kuzungumza, yatalazimika kugharimu gharama kubwa ya uhai wa watu wengine. Hayo ndio ambayo yalipelekea aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa wakati wa Diwani Athman, na sijua aliyekamilisha ni huyo alikuwa Said Hussein Mansur, ambaye ndo alijinadi akasema nimeua mtoto Mbarikiwa kwa sababu ni mkaidi. Mbarikiwa ni mkaidi. Sasa ukaidi wangu ulikuwa nini? Rudi kasikilize klipu za wakati ule. Ukaidi wangu ulikuwa nini? Kuitisha mazungumzo, kwamba tunakokwenda huenda hayatazungumzika. Haya tunayoyafanya ya ubinafsi, haya tunayoyafanya mazungumzo, msitishe tu kugawana madaraka. Kuna wakati madaraka hayatatosha, kuna kitakachopotea cha thamani. Kosa langu kubwa, rudi klipu bado zipo, nilikuwa kuitisha maridhiano, mazungumzo.
ikawapendeza kuua mtoto wangu. Pamoja na hayo, mimi niliendelea kuitisha mazungumzo, maridhiano, ikawapelekea kuua na wengine akina Sifa. Juzi hapa mamangu mzazi ambaye polisi walikataza hata kupiga picha aina yoyote kwenye mazishi yake kwa sababu zao. Waliinuka watu wengine wengi, akina Humphrey Polepole, akina Mdude, akina Soka na wengine wengi. Asilimia kubwa, sababu kubwa ya kuwaua mliowaua, kuwapoteza mliowapoteza, ambao uchunguzi wao hujulikani mulishia wapi. Kina Mzee Kibao mmewaua, wapoua wengi wao. Walichokuwa wanasisitiza ni mazungumzo, maridhiano kabla ya mauaji makubwa. Mliendelea kuwaua. Sasa kuua kwa aina mliokuwa mnaua kule nyuma ilikuwa haijuri, mtu hawezi kujua vizuri ni nini. Lakini tarehe 29, 30, 31 mmekuja kuua mauaji ambayo mnajisifu nayo, mnajipongeza nayo. Baada ya kuua ndo mnasema sasa tuna kuridhiana, sio udhaifu. Palihitaji muue wangapi? Ni wangapi? Mtutajie pia idadi kwamba ilitakiwa Watanganyika wauawe kiasi hiki ndo maridhiano, sio udhaifu. Biblia popote utakapokuwa unaisoma, nitakuja kwenye hili wapatanishi. Biblia popote utakapokuwa unaisoma haivuki mipaka ya utakapokuwa unaridhiana au mnaponya nchi mfanye nini. Upatanisho ambao Yesu anausema hapa, ambao unanukuliwa, naomba uelewe, Yesu mwenyewe mpatanishi, kuna mahali aliingia na fimbo kuwachapa wanaofanya biashara kwenye nyumba ya Mungu. Yesu ndo mpatanishi mkuu, ndo aliyekuja kuwapatanisha watu na Mungu. Huo ukawa upatanisho, ukawa upatanisho. Yesu alimuita Herode mbweha, mpatanishi. Yesu aliwaita maliwali wakuu wa makuhani, Mafarisayo, watoza ushuru, waandishi, ambao ilikuwa sehemu ya utawala, aliwaita nyoka, wana wa majoka. Yohana asemeeni nyoka, uzao wa nyoka. Nani aliyewaamuru, aliyewaambia mwikimbie ghadhabu? Ndo mpatanishi amekuja. Tunaongelea upatanishi. Upatanishi, Anania na Safira walipokuwa mafisadi, Petro aliwapiga kwa sauti na neno la Mungu, wakafa. Mchakato wa upatanishi unaendelea. Matendo 12, wakati Herode anaua, amemkamata Yakobo, kamkata kichwa, kamkamata Petro, kamweka gerezani, anasubiri kukuche amuue na wengine wengi. Katika kitabu hicho hicho Herode alipigwa, kaliwa na chango, akafa. Mungu mpatanishi yuko kwenye mchakato wa kupatanisha. Naomba uelewe mchakato wa kupatanisha. Heri wapatanishi wanavyoweza kupatanisha. Mungu alishaandika inavyoweza kupatanisha kulingana na kila kosa. Kosa la kuua watu, upatanisho wake huu hapa, ambao tumieni njia mnayotumia mujione, kwa sababu kinachofanyika Biblia hii ni ukweli kwa tafsiri unayotaka tu, ila sio ukweli kwa tafsiri ya utu na uchamungu. Amini usiamini, hii dunia haitaisha wakati watu hawajajua Biblia ulikuwa ni ukweli. Ilichoongea kilikuwa ndo hicho tu. Sasa yapindisheni mnavyoyapindisha. Ni mawili tu, hii Biblia yote mlichukulia yote ni uongo, au kama mtajua ni ukweli, basi kwenye maeneo kama
maeneo kama ya kusafisha nchi ilishapeni, yani kosa hili mutafanya hivi ndo kupatanisha, ndo kusafisha, halina namna nyingine. Inatisha sana hii, inatisha sana. Inaonekana no, sasa kama ndo hivyo, hapana, afadhali basi hiyo mbwai ni mbwai, hiyo ubaya kwa ubaya, itakayotokea mwisho ndo hiyo litatokea hili. Usafi utatokea ni huu. Njia ya kusafisha nchi itakuwa ni hii. Imeandikwaje katika Hesabu 35 mstari wa 29? Inasema mambo haya yatakuwa ni amri ya hukumu kwenu katika vizazi vyenu vyote, katika makazi yenu yote milele. Itakuwaje? Mtu wa yeyote atakayemuua mtu, huyo muuaji atauawa kwa vinywa vya mashahidi, lakini shahidi mmoja hatashuhudia juu ya mtu huyo hata akafa. Atauawa mbele za wote. Yeye amefanya kwa siri, amefanya kwa ujanja, atauawa mbele za wote. 31. Tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye amekuwa na hatia ya mauaji. Zanzibar, nimekuambia pale mwanzo, Zanzibar watapeana fidia ya vyeo. Wamezurumiana ni vyeo, wamezurumiana ni mali, watapeana fidia ya daisha. Tanganyika imesema msipokee fidia ya uhai. Can you imagine? Nini kitafuata? Bali lakini lazima huyo aliyeua watu auawe. Kwa nini? Mstari wa 33, hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga imwagwe. Heri kupatana, heri mpatanishi. Mpatanishi kabisa atapatanisha kupitia Biblia, kupitia namna ambavyo Biblia ilisema mtapatanishaje. Biblia ishasema mtakavyo, kulingana na kila kosa linapatanishwaje. Sulemani katika kupatanisha makahaba wawili ambao mkahaba mmoja walizaa mtoto pamoja, mmoja akalalia mtoto wake akafa, akamchukua mtoto aliye hai akamweka upande wa yule ambaye mtoto wake akachukua mtoto wake aliyekufa akamweka upande wa mtoto aliye hai. Alafu kacha asubuhi wote akaanza kusema mtoto wangu ni huyu, mtoto wangu ni yule aliye hai. Sema mtu aende kwa mfalme akatuamue. Walipofika kwa mfalme wote wakaanza mtoto wangu ndiye huyu aliye hai, mtoto wangu ndiye huyu aliye hai. Upatanisho wa Sulemani alisema leteni upanga, mkateni mtoto aliye hai vipande viwili, ndio nitakuwa nimepatanisha. Wakiwa katika hali ya kumkata, mwenye mtoto akasema hapana, afadhali basi mrudishieni, mpeni huyu awe mtoto wake. Ndipo Sulemani yule mwingine akasema hapana, akatwe wote tukosa ili iwe sawa. Sulemani akasema mpeni mwenye mtoto. Huyu aliyesema mwacheni hayo mtoto ndo mtoto wake. Huo ni upatanisho. Upatanisho sio lugha tu. Upatanisho ndani yake una kitu kama ukatili. Nimesema maridhiano yanahitaji fidia. Zanzibar wanafidiana vyeo na mali. Tanganyika kilichoporwa ni uhai. Munafidia nini? Mulihitaji kuua wangapi wa Tanganyika? Maridhiano mengine yoyote mnayofikiria mnajidanganya. Uhai wa mtu una gharama kuliko cheo. Uhai wa mtu una gharama kuliko mali. Ndiyo nyewe kwenu kuipenda nchi ni kupenda rasilimali mnazozimiliki, sio kupenda uhai wa mtu. Na wahakikishieni, uweni idadi yoyote mliojipanga kuua, na wathibitishia nchi haitatulia mpaka itakapojilipiza kisasi.
Yaani kwa mlioua watu wetu effectively, mmeua, ni dhahiri na wengine mmejinadi kwamba ni nyie mlioua. Kwa mlioua watu wetu kabisa, imedhihirika. Hebu piga hesabu kama neno nisamehe lenye kiburi, lenye kebei, lenye kwamba hata unaposema nisamehe utatakiwa unanisifu kwa kazi kubwa niliyofanya ya kuua ndugu zako, itakuwa unanisifu. Hebu imagine, chukua wewe ndugu zako, mama zako, watoto wako, wazazi wako, mkeo, mmeo, waite hilo kundi la kina Abduli, hilo kundi la kina Mafuele, hilo kundi la kina Kantimbo, hilo kundi la kina Kuzaga, hilo kundi la kina Juma Homera, kundi la kina Makonda, hilo kundi la kina Mwigulu, hilo kundi la kina Kikwete. Liite hilo kundi, lipo always, lipo. Liite, waambie jamani, wewe ndugu zangu, turidhiane. Ndugu zako wana thamani kuliko mali. Ndugu zetu inatakiwa tuyasahau, tuyaache, tuendelee kujenga nchi. Nchi kuijenga ni mali, sio utu wa watu, sio uhai wa watu. Swali tuliokuwa na hoji, msaidie kumuuliza Samia kwamba ilihitajika wauawe wa Tanganyika wangapi ndipo maridhiano hautakuwa udhaifu. Hongera na asante kwa kunisikiliza.